Wanakwambia hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Wamesubiria sana, zilikuwa siku mawiki yamekatika na yamebaki masaa tu kutoka sasa. Siku ya kesho tarehe 1 mwezi wa 3, siku adhimu kwa ajili ya mchezo mkubwa barani Afrika. Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao unapigwa pale visiwani Zanzibar. Niko na shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Mnandi Junior. Tunakwenda kuzungumza namna ambavyo amejiamini na timu yake kuelekea mchezo huo. Je, wanakwenda kukataa uteja dhidi ya Young Africans? Wanakwenda kulipa kisasi ambacho kimekuwa mara kadhaa wakikipata? Lakini refali wa mchezo ni Nasoro Mwinchui, Ramazana Kayoko akiwa ndani katika kuhakikisha wanaisimamia vizuri dabi ya Kariakoo. Mnandi anazungumza vipi katika pande zote mbili? Uko vizuri? Nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu anatujalia pumzi, tuko salama. Naendelea na Ramadhani, lakini huku naendelea na wenzetu upande wa pili kwa lazima mambo yanaendelea. Lakini binafsi kwa Pilato wa mchezo ameshatangazwa, lakini kiukweli kabisa aisee, minunguniko imekuwa mingi sana. Lakini mimi niwaambie tu wa Tanzania, waamuzi wote wa ligi ya Tanzania ni watu wanaofanana. Waamuzi wote wa ligi ya Tanzania ni watu wanaofanana, hawana tofauti na kinyonga. Yaani ni wale wale. Kinyonga kama unavyomuona akiwa kwenye mti wenye rangi nyekundu, basi naye anabadilika kuwa mwekundu. Akiwa kwenye mti wa rangi ya kijani anabadilika kuwa rangi ya kijani. Kwa hiyo maana yake waamuzi wote wanafanyaje? Wanafanana. Hapa hivi sasa hivi tunamlalamikia Mwinchui. Sawa, tunamlalamikia Kayoko. Awekwe nani? Wote ndo wale wale. Hakuna mwamuzi ambaye anamuona yuko salama. Hakuna yule si mwenye beji ya FIFA wala yule ambaye hana beji ya FIFA, kwa sababu Mwinchui inaonekana hana beji ya FIFA katika waamuzi ambao wenye beji ya FIFA. Lakini cha pili, inaonekana umri wake umeshamtupa. Hastahili sasa hizi kuwa mwamuzi wa kati. Yaani sasa hizi anatakiwa kuwa mshauri tu. Lakini binafsi ndo kapewa mechi kubwa, mechi yenye ushindani, aende akaiamue. Kwa hiyo mimi naamini yote kwa yote, kama tumekubali kwenda kuchezesha na waamuzi wetu hawa nyumbani, tujipange tu kwenye mipango yetu. Kwani wewe ulikuwa unawaza labda waamuzi watoke nje? Kipengele sikipo. Ndio ulikuwa unawaza hivi? Mimi ndo mawazo yangu, kwa sababu kanuni imewekwa kwamba kwenye michezo ya dabi kama inaonekana kwamba waamuzi wa hapa hamna imani nao, basi mnaweza kuomba waamuzi kutoka nje. Kipengele sikipo kwenye kanuni. Ligi imeona wanaridhishwa na waamuzi wa ndani. Issue sio bodi ya ligi, issue ni vilabu wenyewe watakapokubaliana kwamba waamuzi hao wanatosha kuchezesha, haina shida. Lakini mmekubaliana. Wao wameweka kipengele cha waamuzi kutoka nje kwenye kanuni, msimu huu tumeambiwa kipo. Lakini si mmekubaliana achezeshe refali wa ndani. Ndio maana nakwambiaje, manake mpaka wale wametangazwa, manake makubaliano ya wale wachezeshe yapo kati ya Simba na hao nyuma mwiko. Kama angekuwa hayapo, basi waamuzi tungeona kutoka nje. Kwa hiyo kikubwa sisi kama wana Simba wapenda mpira, tukubaliane na hali halisi. Waamuzi wetu ndo hao, hawana utofauti. Hakuna Juma wala Shabani wala Joni, wote ni wale wale. Lakini mbona ni kama mashabiki wa Simba Sports wameanza kujikatia tamaa mapema na kutafuta magepu, kuanza kutengeneza nafasi ya complain, kwa maana ya malalamiko. Mchezo hujaanza tayari mnamvaa refali. Mbona watu wa Yanga hawazungumzi? Wao hawezi kuzungumza kwa sababu wao ndio wenye mchezo wao. Sawa, endapo mchezo ungekuwa wa kwetu, nao pengine ungewasikia na ungetoka ungezungumza, kwa sababu kuna miaka kadhaa walikuwa wanamkataa sana Alajiga. Umeona wakati sisi tunafanya vizuri back to back, walimkataa sana Alajiga, wao wanaonekana kwamba anawanyoa na nini, hafai. Umeona bwana, lakini mwisho wa picha Alajiga huyo ndo amekuwa familia kwao, na ndo ameonekana kwa goalkeeper bora kwa muda wote mpaka sasa hivi. Marefali bora kwa muda wote kwa sasa hivi. Maana mechi sasa inaonekana imekuwa tough sana, maana imekuwa na joto mpaka anaenda kumtaja goalkeeper baada ya muamuzi. Nani unaanza kuchanganyikiwa mapema? Hamna, mambo yamekuwa mengi. Kama wewe kanadunda. Hawezi kudunda. Hata ukanaona naona na confidence kubwa. Najiamini na huo mchezo, sina shaka nao na wala sina hofu yoyote kuelekea huo mchezo. Naamini muda ufike twende tukapambane. Ndio ninachokiona mimi. Mimi sina shaka na huo mchezo. Ila shaka ya watu wengi ipo kwa waamuzi. Shaka ya watu wengi ipo kwa waamuzi. Na mimi niwaambie tu, hakuna muamuzi yoyote ambaye tutamuona yuko salama akienda kuchezesha hiyo dabi atatupa kitu ambacho tunakihitaji. Ataenda kusimamia sheria 17. Waamuzi wengi saizi wanaenda kusimamia sheria 7. 10 zote wanaziacha kabatini. Kwa hiyo kikubwa sisi siku ya kesho, piga goli la kwanza, akikataa weka la pili. Akikataa piga chuma ya 3. Hicho ndio kitatufanya sisi. Kumbe kitakachookoa kesho yenyewe ni kuwatandika tu. Weka kambani tu. Yaani hakuna namna. Kuweka tena nje ya uwanja, nje ya 18. Sio tena unataka usubiri uingie kwenye box, nje ya 18 piga chuma. Kwa sababu unajua kuna kina Libase Gwe wanaweza kupiga zaidi ya mita 1000. Kwa hiyo naamini binafsi uwanja hawezi kuwa na mita 1000. Wako kina Baka pale. Nani? Kina Baka wako nyuma na Dickson Joe. Huo muda mpaka mkamate mtu atake kumtia ngumi anaopata saa ngapi, akati ngome inapigwa nje ya 18. Yeye anasubiri mtu amkabeloba ili ampige mtu ngumi. Sasa sisi muda huo hatuna, sisi tushaambia wachezaji wetu ukishafika nje ya 18, sawa? Kwenye kile kiduara hapa, piga mashine.
Alafu tuone Baka kankamata goalkeeper wake Diala wapigane, kwa sababu hawezi kumkamata mchezaji wa Simba anamfikia pale. Koma shaingia nyavuni, watakuwa nakamata na Diala sasa. Ngumi zinapigwa. Tutakiona kesho hicho. Lakini muda kukamata wachezaji wetu, nadhani Baka ajiandae kwamba hakupo. Sasa tushajipanga kwenye hilo. Kwa hiyo naamini washabiki wa Simba, wanachama, wadau wa soka, waamuzi washapangwa, ndo hawa wawe hawana beji ya FIFA, wawe na beji ya FIFA, hawatoenda kwenda kutusaidia kwenye huo mchezo. Kikubwa ni sisi kwenda kusimama sasa kupiga magoli ya kikatili. Hiyo ndo mfahamu Laurino Depu. Lakini nani Laurino Depu namjua bwana, yeye dawa kuulia magugu, mimi usinitajie. Yaani si wazi na wala sifikirii. Si wazi na wala sifikiri dawa kuulia magugu. Kikubwa wana Simba tupambane kuisupport timu yetu kuhakikisha inapata matokeo mazuri siku ya kesho. Hicho ndio kitu kikubwa kwetu sisi. Habari ya waamuzi tuwaachie wenyewe wenye waamuzi wao. Sisi tupambane na mechi yetu. Lakini ukitazama kikosi chako unaona kabisa mnaweza kupindana mnaweza kupishana na watu wa Jangwani. Wewe unaniambia hapa mimi mechi imenipalia. Sasa na wewe pia imekupalia? Maana inaonekana wote mechi imetupalia sasa hizi. Mimi nikwambie tu binafsi, kikosi chetu kikiangalia na kikosi cha nyuma mwiko ni mbingu na ardhi. Sawa? Ila ukiangalia namba sasa za mechi zao walizoshinda na walizotoa sare, na sisi ndo namba zinawabeba. Lakini tukija kwenye performance, kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja, muunganiko wa timu, Simba tuna timu bora kwa sasa kuliko nyuma mwiko. Yaani huo ni ukweli ambaye haujajificha, uko wazi. Yaani mtu ukipinga uwe na sababu. Mchezaji mmoja mmoja wana uwezo mkubwa kuliko nyuma mwiko. Lakini pia tukija kwenye muunganiko wa timu, Simba tuna muunganiko wa timu kuliko nyuma mwiko. Yaani huo haupingiki, uko wazi. Yaani huo haupingiki, uko wazi. Ile ndio inaonyesha kwamba mbingu na ardhi. Dodoma Jiji mechi waliocheza dhidi ya Simba na Dodoma Jiji walipocheza dhidi ya nyuma mwiko ni tofauti. Lakini ukiangalia JKT Tanzania ambaye ndio alikuwa anaongoza ligi walivyocheza na nyuma mwiko siku ile mapema kabla yetu sisi saa 10. Yaani ile mechi huwezi kusema kwamba hii kweli ina hadhi ya ligi. Hii mechi ina hadhi ya kwenye vikombe vyetu kwa Ndondo Cup vya mtaani, sio ligi. Kwa hiyo unapata majibu kabisa. Mechi yetu sisi ilikuwa na hadhi ya ligi. Mechi yao wao haikuwa na hadhi ya ligi. Yanga akishinda mnasemaga hivyo mara nyingi. Kushinda nini? Kama vile chuma tano kwa JKT. Sasa kushinda chuma tano si familia mipango. Hivi nyuma mwiko anakuwa na uwezo wa kufunga JKT. JKT sasa hivi kaingia katika huo mpango. Kaingia kwenye familia msimu, alikataa misimu mitatu nyuma, lakini msimu kakubali kuingia tena kwenye familia. Sababu alipigwa goli 5 kama unakumbuka pale. Chamazi pale. Subiri, alipigwa 5 pale Chamazi kifamilia. Lakini bado alivyokataa kupigwa zile chuma 5, hawakupigwa tena chuma 5. Tunachofia Mnandi, unamsema JKT kesho ni zamu yako. Kufanyaje? Yakatokea pengine. Sio kutokea, unasema yatatokea nini? Pengine. Kufanyaje? Kupigwa 5 Simba? Hata sio 5. Kumbe ukapoteza tu mchezo. Kesho sisi tunashinda. Na ukimwona nyuma mwiko kapata sare uje kashinda kwenye huo mchezo. Kwenye mchezo wa kesho akipata sare nyuma mwiko kashinda. Yaani ukimwona tu pap katoa pacha, yeye kashinda. Kama mtamfunga magoli mengi na mpira mwingi. Issue sio kumfunga magoli mengi, nyuma mwiko kesho anafungwa. Tunza maneno yangu. Anafungwa, yani kinamna yoyote anafungwa. Akipata sare nyuma mwiko kashinda. Kwa hiyo mchezo wa kesho unaisha ni 1-3 au 2-3, si ndio? Kwamba Simba anaongoza. Yaani wewe idadi ya magoli taja wewe. Ila nimekwambia kesho Simba anafanyaje? Anaenda kushinda huo mchezo. Ukiona nyuma mwiko kashinda basi sare ndio ushindi wake kesho. Kashinda. Sare, kushinda ashinde wapi? Kushinda ndo labda hiyo tena ya mipango. Mtu yuko nje ya 18 kadondoka kule tuta. Labda ndio mipango hiyo, kwa sababu si tayari watu wanawalalamikia wakina Mwinchui, sababu Mwinchui hajaje kuchezesha dabi ya Kariakoo. Hajawahi kusimama kati kuwa Pilato. Na ndio maana watu wanamlalamikia kwa sababu ana muendelezo wa matukio yake na hao nyuma mwiko wake. Lakini kwenye mchezo wa dabi, huo ni mchezo mwingine na mchezo wa kipekee. Akileta huo usanii wake na ujanja wake ambaye alikuwa anaufanya huko kwenye vitimu vidogo, atakiona cha mtema kuni kwa sababu umri umeenda. Kwa hiyo anajua kabisa akifanya mazingira yake anaenda kula pensheni. Pensheni sio kwa Simba Sports. Kama pensheni asubiri kuwapa pensheni kwenye hivyo vimechi vingine, sio mechi hii. Hii mechi ya kimkakati. Kama umekabidhiwa Mwinchui, basi ubadilike kweli uwe chui. Yaani uwe hutaki masiala, uwe kichui kweli yani. Yaani masiala acha. Fanya kazi upate heshima yako. Sababu umri umeenda, ukifanya kazi kwenye hiyo dabi, nadhani utastaafu ukiwa na heshima kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo mimi naamini binafsi, Mwinchui kasimamia sheria 17. Habari ya sheria 7, 10 unaweka kabatini, njoo nazo zote kesho. New Amani Zanzibar. Mtani wako yuko mbele na alama zake 5. Kama kesho akikufunga anaongezea zinakuwa alama 8 jumla. Ndio hicho kitu ambacho hatukitaki hata kukisikia kwa sababu anaanza kuteteleka ligi kuu. Hatuwezi kuteteleka.
Hatuwezi kuteteleka na tukwambia. Yaani sisi habari ya alama, gepo la alama sisi tunalijua kwamba akishinda na atakuwa na gepo la alama 8. Na wenyewe umewasikia wamesambaza voice kwamba wapambane kila namna, Simba sio timu mbovu. Wameshasema wenyewe, yani washawaambia matawi yao wapambane. Sasa sisi tuwaambie kwenye matawi, endeleeni kuloga, laleni kwenye makaburi, sawa? Laleni kwenye majalala, lakini mechi ya kesho afe Masai, afe ng'ombe, livunjike jembe, afe mkulima, kesho lazima nyuma mwiko afe. Hii confidence unaitoa wapi? Najiamini na kikosi changu, nina wachezaji wa maana, nina wachezaji wa daraja la juu. Mimi kwa sasa hivi hata ukiniletea Arsenal anaongoza ligi Uingereza mimi namfunga. Acha basi. Arsenal anaongoza ligi pale PL Uingereza mimi napiga yule. Simba mwe imemshinda Dodoma Jiji. Hiyo niletea Arsenal hapa. Sababu huyu Dodoma Jiji tuko wote pamoja hapa tunajuana. Wewe mwezi wa Ramadhani unaenda kufukia vitu kwenye magoli. Unafukia unapanda nini? Mbegu za mpunga zile saizi. Kuamini uchawi. Sasa ndio alichokifanya. Kwani akwenda kuchomoa pale kitu chake hapa kimemnusuru asifungwe. Kila zikipigwa zinagongwa mwamba aziingii. Sikaenda kuchomoa pale golini, manake wao wanadiriki ushirikina zaidi kuliko mpira. Lakini ukiwaleta hao watakuja kupiga mpira na sisi tutapiga mpira. Mwisho wa siku kitatokea nini? Simba anaenda kushinda vizuri. Hata hao waliokimbia kule Zanzibar, tunawaambia kabisa, Ngaliba haogopi kichaka. Wala Ngaliba haogopi mkojo. Tutawataili kokote pale. Kwa hiyo mjiandae kutailiwa. Kesho, mnyoe vipala mapema leo. Kila anayojijua nyuma mwiko. Waikumbuke ile ya kocha wao ile. Ipi hiyo? Wenyewe wanajua ile ya kocha wao, sijui Mondi si nani yule kunyoa vipala. Kwa hiyo wajiandae kunyoa vipala mapema. Sisi kesho kazi yetu kutaili wali. Asubuhi na mapema tunaanza kutaili mashabiki. Muda wa mechi tutataili hao. Wanawaita si dipu dawa kulia magugu. Wote watatailiwa hao. Prince Dube? Wote hao tutawataili. Kwa hiyo Dube jiandae kabisa, kama dongo nywele zimeotaota kanyoe tena. Na paka mafuta kabisa. Ili sisi tukunyoe vizuri tusipate shida. Yaani sisi tunataka kuwa pale Jangwani wewe ukiangalia mchezaji gani ambao unasema huyu kidogo atatusumbua huyu? Hakuna hata mchezaji wa kunisumbua. Huyo ambaye at least alikuwa anakimbia kama digidigi, wasaizi wanapiga hesabu kumchoma sindano la ng'ombe ili acheze. Yupi huyo? Si huyo anamforce kufanya mazoezi wakati unajua bado ana injury. Mwenye bridge. Wenyewe wanamjua. Anawatesaga yule. Amtese nani bwana wewe? Amtese nani? Kashinda kuwatesa hali. Umtese Simba. Sasa tunajua kwamba unamuona anatutesa kutokana na mazingira yashatengenezwa, na ndio maana unamuona yule anatutesa. Na ndio maana wenyewe wanajua yule asipocheza wao wanahisi wapate matokeo. Ndio maana wanataka wamchome sindano la ng'ombe ili mradi acheze. Na mwisho wa siku inawezekana asimalize kipindi kimoja. Pakome sasa. Huyo kipindi kimoja inawezekana asimalize kwa sababu mnamforce. Hiyo mechi ya kesho watu watakimbia over Kibelenge. Na kujua Kibelenge kinavyokimbia wewe. Kama SGR. Kesho mimi nakwambia mapema tu. Yaani mpaka ikifika ile saa 3 half time. Nyuma mwiko wote watakuwa wapo pale Zanzibar. Wote tayari wanakuwa wengine wanakimbilia boti. Kufa ngapi hapo mkimbilia mitumbwi. Mimi nakwambia wengine watakuwa wanakimbilia mitumbwi. Sababu nadhani hata boti muda kutoka bado watakimbilia mitumbwi. Wengine watakuja kupanda hata lile la mizigo lile. Lile la mizigo si unajua linaondoka mapema. Inawezekana wakalipigia simu wasubiri half time waondoke nalo. Sababu ile inaondoka saa 2. Kwa hiyo inawezekana likaondoka pale saa ngapi? Saa 3. Ili watoke nalo. Asubuhi saa 3 asubuhi sasa tunatua tunakutana nao. Mimi nakwambia mapema, nyuma mwiko jiandaeni kushenyetwa. Sasa tuwaache. Nani tukutane Jumatatu hapa? Usiniambie tukutane Jumatatu, mimi siwaachi mechi. Yaani kina mna yote siwaachi mechi. Wazee wa Zanzibar washakabidhiwa hii timu. Sawa, tukutane Jumatatu tutazungumza kwa ukubwa. Wazee wa Zanzibar washakabidhiwa hii timu. Hii timu ni ya kwenu. Simba ishakuja kwenu. Hapa si ndo kwenye tawi la kwanza la Simba Sports Zanzibar. Sasa tunataka muonyeshe kwamba nyinyi kweli ni kitovu cha Simba. Sasa kitovu cha Simba kiko Zanzibar, wao wanategemea kitatokea nini? Sio wanasema pale kwao. Pale sio kwao. Pale si ni kwetu. Wao kwao Pemba kule. Pale Unguja ni kwetu sisi. Sasa tutaka kuwaonyesha kwamba sisi tulishinda michezo 4 hapo. Nyinyi mmeshinda michezo 2, tunaenda kuwanyoosha. Na huo mchezo ambao wa mwisho wameshinda kwa mikwaju ya penalty. Ambao wako wanashangilia wanapiga mpaka mabati. Watu wameshindwa kulala usiku. Sasa tunaenda kuwamaliza. Shukrani sana mna. Asante sana.